It is my pleasure to invite Pastor Johnson Kiza to come and share the word of God. Hallelujah. Mpe Bwana Yesu makofi ya kueleweka katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. BCC, hallelujah. Nashukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Deus. Naitwa Johnson Kiza. Acha tu kwa leo tufanye uzinduzi. So kwa wiki hii tutatumia sura hii Luka 11 mstari wa kwanza hadi wa 4. Kwa siku zote 8 tutatumia mistari hiyo 4 tu. Mungu awabariki sana wanayosoma Biblia, na nazidi kukuombea na kutia moyo, soma Biblia. Isome sana na sana sana, na utagundua vitu vingi sana ukizidi kusoma. Natumia Biblia inaitwa Neno. Tafsiri yake ni tofauti kidogo na Biblia zingine. So nikisoma hapa kama haijaendana moja kwa moja na ya kwako, ni toleo lingine la Kiswahili. Mimi naipenda kwa sababu kuna vitu vingi katika Biblia zenu hizo tafsiri zilichezewa sana, isipokuwa na hii nayo kuna vitu vingi hapa vilichezewa, lakini sio vingi sana katika Biblia hii. Bwana Yesu asifiwe. So mstari wa kwanza unasema, siku moja Yesu alikuwa mahali fulani akiomba. Alipomaliza kuomba, mmoja wa wanafunzi wake akamwambia, Bwana, tufundishe kuomba kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Mstari wa pili, Yesu akaanza kufundisha akawaambia, mnapoomba semeni hivi: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Kwenye Biblia zenu walitumia neno litakaswe. Kila mwenye Biblia ya neno litakaswe inua mkono wako. Sio, naona litakaswe sio sahihi. Hilo neno limechezewa. Kutakaswa na kutukuzwa ni maneno mawili yenye maana tofauti. Kutakasa ni kufanya kitu kiwe kitakatifu au kisafi. Sasa wakisema jina lako litakaswe ni kama limekuwa chafu. So jina la Mungu halijawahi kuwa chafu wala halitaki utakaswo. Sijui naeleweka. Jina lile hatulitakasi, jina lile tunalitukuza. Nitakupa maana ya kulitukuza kwenye mafundisho. Jina lako litukuzwe. Katika Biblia hii neno limeandikwa litukuzwe. Hata kwenye Biblia zenu katika kitabu cha Mathayo 6 hawajatumia neno kutakaswa, wametumia neno kutukuzwa. Pale kwa Mathayo wametafsiri vizuri, sababu maneno haya yameandikwa ndani ya vitabu viwili, Mathayo na Luka. Sasa Mathayo 6 wameandika vizuri litukuzwe, katika Luka wakasema litakaswe. Kutakaswa, wanatakasa kitu ambacho kimekuwa kichafu. So litukuzwe, ufalme wako uje. Katika Biblia ya neno mapenzi yako yatimizwe waliondoa. Katika Biblia ya neno lile mapenzi yako yatimizwe hakuna hapa. Bwana Yesu asifiwe. So nimesema nako kumechezewa kidogo, wakaondoa kitu kikubwa sana. Mapenzi yako yatimizwe duniani kama ilivyo mbinguni. Mstari wa 3, utupatie kila siku riziki zetu. Mstari wa 4, utusamee dhambi zetu kwa kuwa na sisi huwasamee wote wanayotukosea,
usitutie majaribuni, bali utuokoe kutoka kwa yule muovu. Mtakatifu Mungu Baba, wewe umetukusanya tena mahali hapa mchana huu na siku hii. Kuna kusudi na kuna mpango. Ni wewe aliyewaza, ni wewe aliyetekeleza. Nami ulikusudia niwepo kama mnenaji wiki lote katika nyumba hii na kanisani hapa. Baba, naomba uwepo wako uzidi kuwepo pamoja nasi. Tufundishe, tuelekeze, tupeleke katika viwango vile ulivyokusudia wewe. Na asiwepo mtu wala nguvu yoyote ya kupinga mapenzi yako. Naomba mapenzi yako yatimizwe kama vile unavyotaka wewe. Leta watu wengi wiki hii. Uokoa, ponya, fungua. Acha tuzidi kuona upendo wako na utukufu wako wiki hili. Katika jina la Yesu tumeomba. Mtu sema amina. Ni wangapi kabla hujaokoka walikuwa kwenye madhehebu ya dini ya Kikristo? Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi walikuwa na yatumia maneno haya, Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litu? Waliwahi? Na ni wangapi tangu uokoke waliwahi tumia maneno haya? Mnayatumia kwenye maombi, kila ibada. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Isipokuwa walichomeka kitu fulani pale wakaribu. Anasema utusamee. Hebu tuamke kidogo, hebu tuombe kidogo. Baba yetu Umesikia hiyo? Umesikia hiyo? Utusamee nini? Hii imeandikwa wapi? Hii imeandikwa wapi? Utusamee makosa yetu. Imeandika wapi? Na kikazoelekwa hata wasomi, hata maprofesa. Mungu atumfanyi makosa, atumutendi makosa. Mungu tunamtenda dhambi. Nosibadilishe neno dhambi kuliita nini? Makosa. Wanadamu hatuwatendi dhambi, wanadamu tunawatenda. Hata hapa kimeandikwa kwa kuwa nasi kuwasamehe wote waliotukosea. Sisi tunakoseana, lakini Mungu hatumkosei. Mungu tunamtenda. Sasa waliondoa toba ya kweli, tusamehe dhambi, wakaweka makosa. Nikifunga tai yangu hivi, nimefanya nini? Ninaenda jehanamu? Ninaweza nikaenda jehanamu kwa sababu ya kosa hili? Kinachopeleka mtu jehanamu ni nini? Ni dhambi. Na dhambi wanatubu kwa kusema nisamehe dhambi zangu. Sasa hapo tusitumie neno makosa mahali kuna dhambi. Dhambi iwache ni dhambi, kosa liwe kosa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo nataka tuviandike kabla sijakupa kichwa cha ujumbe wa leo. Kuna maneno 9 ambayo tutayapitia kuanzia leo mpaka Jumapili. Lakini hayo maneno tutaanza kesho. Sasa kwa leo tuanze, andika tu ili waelewe tutakuwa tunashughulika na vitu gani wiki hili. Kuna vitu 8 Yesu alivyovifundisha hapa. Na kila kitu tutakipa siku yake. Sababu walokole haya maneno wamepuzia, yani they have ignored. Na mstari wa kwanza na uogopa unasema wanafunzi wakamwendea Yesu wakamwambia atufundishe. Kilichotamkwa hapa ni mafundisho, isipokuwa dunia ilipotoka
wanasema the Lord's Prayer. Sala ya nani? Hii sio sala ya Bwana. It's not the Lord's Prayer. It is the teaching from the Lord. The Lord's teaching. Because they came to him and they asked him to teach them. And he started teaching. Jesus was not praying here. He was teaching. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hapa hajawa kwenye maombi ili ifanyike the Lord's Prayer. Sijui kama msomi wa degree yako hapa anasoma vizuri na degree zako anasema the Lord's Prayer. Jesus was not in prayers here. Jesus was in a class teaching. They came to him and asked teachers and he started teaching. Vitu walivyowafundishwa watu wakatafsiri the Lord's Prayer. Nenda katika maeneo yote Bwana alipokuwa anaomba, mlimani na maeneo mengine, hajawahi tumia maneno haya kwenye maombi yake. Na kama is the Lord's Prayer, maana yake na Yesu alikuwa mwenye dhambi akaomba toba, akatubu, akasema Baba nisamehe. Yesu aliwahi fanya dhambi ya kusamehe? This is not the Lord's Prayer. Bwana Yesu asifiwe. So maneno haya ni mafundisho makubwa sana Yesu aliyoyafundisha. Walokole they have ignored this kwa sababu tumezaliwa kwenye madhehebu ya dini. Tukakuwa maneno haya yanatumika sana kwenye makanisa ya nini? Ya madhehebu. Tukazani ni ya huko. Kila ambacho walokole wanakikataa, haya maneno 8 yote Yesu aliyoyafundisha yamejaa na utakatifu wote. Maendeleo yote na kila kitu ambacho mwanadamu anakitaka duniani kiko hapa. Yako maneno 8. Walikuja kwake wakaomba wafundisha, akaanza kuwafundisha. Neno la kwanza alilo liguza ni kuhusu kuzaliwa wapi? Baba. Mungu afanyike nani? Baba. Waandika neno la kwanza, Baba wa mbinguni. Kwenye darasa waliguza sana kuhusu baba wa wapi? Wamezaliwa Tabora, Iringa na popote, lakini lazima na kule mbinguni wazaliwe. So neno la kwanza kuanzia kesho utaliguza sana hilo, Baba wa mbinguni. You must get a father in heaven. Nitakuelezea kitakupa haki gani, kitakupa nafasi gani, kinakupa position gani mbinguni na duniani akiwa Mungu ni baba. If you are in a family somewhere and the man there is your father, kinakupa nafasi gani? Yesu akianzia hapa anashughulika na kitu gani? Baba. Neno la pili was about the name. Jina. Hapa nimesikia nini yenu ni kuliinua nini? Yesu ni Mungu, Mungu analo jina. Tutaongea sana kuhusu jina. Alifundisha kuhusu jina. The name. Litukuzwe jina. We are going to speak this week about that name. Jina. Neno la tatu alilofundisha aliongea kuhusu ufalme. Hivi vitu ni vikubwa sana, ni zaidi ya vile vinavyotamkwa tu. Aliongea kuhusu nini? The kingdom to come. Ufalme uje. Tutalipatia siku kadhaa. The kingdom. Neno la 4 ni mapenzi ya Mungu. His will. His will. Mapenzi ya Mungu. If you are writing down, write it. We are going to go through those things within this week. Neno la 5, andika food. Usiandike riziki, andika food. Andika nini? Food. Usitumie neno riziki. Riziki katika Kiswahili kinajumulisha mahitaji yote ya mwanadamu.
Every need of a human being ni riziki. Pala wajaongea kuhusu all the needs of a man. They talked about bread. It's food. Ambie gani yako food. Mzee wa kanisa amesema tukimaliza neno la Mungu tunakula nini? Uko rohoni kabisa. Food. Then ilo neno la ngapi? Neno la 6 ni toba. Andika toba. Toba, tusamehe dhambi zetu, maana yake anawafundisha kutubu. Toba. Neno la 7 andika majaribu. The challenges or the temptations. Neno la 8 ambalo lilikuwa la mwisho ni uokovu. Andika uokovu. Maneno haya yamegawanyika sehemu kubwa ngapi? Yako maneno 8 na yamegawanyika sehemu kubwa ngapi? Mbingu na dunia zimechukua. Mbingu zimechukua maneno 4 ya kwanza, the first 4. Then the world took the second 4. First wanaongea kuhusu jina ni la Mungu. Wameongea kuhusu Mungu kuwa Baba ni Mungu. La pili jina lake Mungu. La 3 ufalme wake Mungu. La 4 mapenzi yake Mungu. Hivyo vyote 4 vinarudi wapi? Mbinguni. Cha 5 kinafanyika cha kwanza kwa dunia. Tumesema cha 5 ni nini? Oh God. Kwa mwanadamu cha kwanza kabisa food. Nimemuomba Roho Mtakatifu hata kama tumekuwa na shughuli gani, hilo lazima tulisemee. Food ni hitaji la kwanza la mwanadamu. Je, wajua katika shamba la Edeni Mungu aliwahi kuwa mkulima? Biblia inasema Mungu alipanda, alikuwa mkulima. Lakini kinachonistua katika shamba la Edeni, Mungu hajajenga nyumba. Alishughulika na kilimo. Kilimo is about what? Food. Na Yesu akasema cha kwanza kwa mwanadamu food. Nyinyi mnahangaika hapa magari, sijui kuoa. Hata kabla wajamupa mke walimpandia bustani. Kabla hujaoa Mungu akupe chakula kwanza. I will explain better on its day. Cha pili kwa mwanadamu toba. Mwenye dhambi hata kama ni mwenye dhambi lazima Mungu anamupa chakula. Lakini Mungu amemtengenezea ale ili aishi akutane na neema ya kutubu. That is why chakula kwanza, toba second. Bwana Yesu asifiwe. Then kwa mwanadamu cha 3 majaribu. We shall talk about that. It's disturbing a lot everywhere. Challenges, temptations. Then cha mwisho wokovu. Hivyo vitu tunapitia wiki hii kwa ndani sana. In a deeper way, seriously. Usikose hata siku moja. Ukikosa siku fulani tutafafanua kitu na utakuwepo, utakuwa umekosa. Turudi mstari wa kwanza nikupe kichwa cha ujumbe wa leo. Nina kichwa kinasema acha kiburi, tafuta msaada. Acha kiburi na utafute nini? Acha kiburi na utafute msaada. Acha kiburi. Mwambie jirani yako acha kiburi wewe, tafuta msaada. Ni wangapi wana mambo yanayokusumbua akili yako? Kazini, nyumbani, kwenye ndoa, kwenye huduma. Kuna kitu kinakusumbua moyo wako na akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hujaweka mkono chini, nimetuma jirani yako akwambie acha kiburi, tafuta msaada. Hallelujah. Kama hiyo issue itatatuliwa, it will be solved. Utatoka viwango vya kusumbuliwa na utafanikiwa. Acha kiburi, utafute nini? Kuna mahali umekwama, kuna mahali wamekusumbua, kuna mahali kunaumiza akili, kuna mahali hakueleweki, vitu haviendi kama unavyotaka. Na wewe mwenyewe unashuhudia kweli mambo yangu hayajafika pale ninapotaka. Things are not like the way I want them to be. Umejaribu hili, umefanya hili, mambo yamekuwa magumu. Acha kiburi, utafute nini?
Uking'ang'ania kiburi ya kwamba watanionaje na mimi, nauliza watanionaje na mimi, naombewa watanionaje na mimi, natafuta ushauri watanionaje. Neno watanionaje litakupeleka kuzikwa ukiwa masikini. Watu wengi sana mungekuwa na amani kwenye ndoa, mungekuwa mmefanikiwa kila mahali, lakini kwa sababu watanionaje. Na kwanza mambo yamekataa. Umemuoa mtu na mtu alikuita handsome wakati hujamuoa. Sasa nyumbani wanafanana nguruwe kwake. Ndoa imekataa. Mwaka mmoja, mwaka wa pili, ndoa imefanya nini? Na bado kiburi kinakwambia katika ulembo wako ule utafikaje kwa mchungaji na umwambie ndoa imekataa ukiwa mlembo hivyo. Acha kiburi cha ulembo. Acha kiburi cha ulembo, acha kiburi cha madiguri yako. Watanisikiaje kweli mimi msomi tena nina diguri zangu 3 wewe? How comes? Mwanangu, viburi vitakuletea usingizi mubaya. Acha kiburi, nenda utafute nini? Hawa jamaa nimepeleleza sana kilichowapeleka kwa Yesu na kumwambia tufundishe. Kilichowapeleka kwa Yesu wamwambie tufundishe sio kwa sababu walitaka sana mafundisho, ni baada ya kufanya vitu vingi na kushindwa. Walijaribu kufanya vitu vingi. Nenda usome Biblia kuhusu maisha ya watu hawa. Wamejaribu kufanya vitu vingi, vikawa vigumu kwao. Paka biashara zimekataa, wanaenda kuvua samaki wakapotea. Walitoa ushuhuda wakamwambia Yesu, tumechoka, tumefanya kazi ya kuchoka, hatujapata kitu. Biashara imekataa. Wakasema biashara imekataa, twende tufanye kazi ya utumishi. Yesu wako mlimani, wakaleta mgonjwa na kifafa. Wakaanza kukemea lile pepo la kifafa. Yesu alikuwa mlimani. Wakakemea na pepo linacheka tu. Wanakemea paka wakachoka, wakaliwacha hapo. Pepo likagoma. Yesu alipotoka mlimani, mwenye mgonjwa akabeba mgonjwa wake akaenda kwa Yesu kwa mambo mawili. La kwanza, kuwashtaki wanafunzi. Na yule baba sijui mama alikuwa naye ana adabu. La kwanza kabisa kuwashtaki wanani? Wanafunzi wake hamna kitu. Wamekemea ili pepo kwa masaa 4 zaidi. Pepo linaimba tu na kucheza tu. Mstari wa 18 kama sijakosea 19, ni Mathayo 17, hiyo historia iandikwa pale. Mstari wa 18 na 19, wanafunzi walipoona pepo ambalo limewashinda, Yesu ametokea ndani ya dakika moja akalitimua likatoka. Wanafunzi wakamwendea Yesu, wakamwambia, kwa nini sisi tumeshindwa? Hilo swali liliniguza sana. Ni swali la mtu mwenye akili timamu. Lile swali lina kitu ambacho ni cha mtu ambaye amekomaa. Linatuonyesha kwamba kushindwa wamekubali wameshindwa, lakini hawajakubali kushindwa siku zote. Siku ile ile wameshindwa, lakini hawataki na siku nyingine wafanye nini? Wakamuuliza, kwa nini sisi tumeshindwa? Hilo likanipa kujua Johnson kwamba kila aliyeshindwa kuna sababu. Kushindwa kwako kuna sababu. There is a reason why you are not succeeding. Kuna sababu. Wanafunzi pepo wamekemea na wamefanya vitu vingi kweli wakashindwa, lakini pepo ili kukataa kutoka kiliwauma kweli. Isipokuwa ni mambo mengi. Siku moja Petro ameona Yesu anatembea juu ya maji. Petro na kimbelembele chake akasema, Yesu, kama ni wewe, niamuru na mimi nifanye hivyo. Yesu akamwambia, no problem, come over. Petro akatoka kwenye boti. Akatembea mguu wa kwanza akafanikiwa, mguu wa pili ukafanikiwa, wa tatu ukaanza kuingia, wa 4 ukadumbukia paka kwenye magoti. Kaanza fanya nini? Na Yesu akiwa amesimama juu ya maji akamsupport Petro. And what comes in your mind when you are being helped by somebody standing where you cannot stand? Pala aliposimama wewe umeshindwa, na yeye akasimama juu ya maji akakusupport wewe. Alipomweka kwenye chombo,
Petro akasema hii mjamaa hii. Hilo ameshindwa, Yesu amefanikiwa. Pale kwenye samaki zimepotea, Yesu alitokea mchana kabisa, akamwambia hebu come here. Put their nets there. Walipoweka pale wakavua samaki paka muujiza ukawa tena changamoto kwao, wakapiga nduru. Walipiga nduru kwa sababu ya muujiza ule. Wakashangaa, mbona tumevua maji haya usiku kucha hatujapata kitu? Mjamaa ametuambia tu hapa tumepata samaki zote. Hiyo yote wanahifadhi mioyoni. Siku moja Lazaro akafa. Walipopata taarifa wanafunzi wote wakasema twende tufe pamoja naye. Wanashangaa wamejiandaa kufa pamoja na Yesu na Lazaro pale. Mwenzao Yesu alipofika kaburini akasema, Lazaro come over. Aliyekuwa amefariki na wanafunzi wamejiandaa kufa akamuona mjamaa amefanya nini? What comes to you? Pale uliposhindwa mjamaa amefanikiwa. Pale uliposhindwa mjamaa amefanikiwa. Lile ambalo limekushinda mtu amelifanya. Hilo linauma. Zaidi ya vyote pepo kukataa kutoka. Mlokole ni bora ashindwe vitu vingine. Mlokole ni bora ashindwe, awekelee tasa, atangaze zaa na tasa asizae. Lakini mlokole achikemea pepo na pepo likatai kutoka. Nasikia ni bora ningekufa tu niende kwa Mungu siku hiyo. Pepo litoka, yani limekataa. Mlokole anajisikia mdogo sana mbele za uso wa dunia huu. Yani anajisikia hafai. Na waona wanafunzi wote wamesema, ni bora tusingeanzisha hii huduma. Pepo limekataa. Na mwenzao Yesu alipotokea, kabla hajasema likatoka. Siku nyingine kulikuwa na jamaa he was a mad person. Alikuwa chicha, amefunga barabara nzima, watu hawapiti ile barabara. Na siku moja Yesu na wanafunzi wanatembea, Yesu akakamata hiyo, akashika hiyo barabara. Wanafunzi wakamwambia, bwana hapo siende. Hapo mbele hapo kuna jamaa kwa miaka mingi. Akikosa watu wa kupiga mawe anajikata na mawe yeye mwenyewe. Atatutandika tusiende huko. Yesu akawa kama chicha anaenda tu. Wanafunzi wakaendesha reverse kidogo. Umwache atangulie. Yule jamaa akianza kurusha mawe, yaanze na Yesu. Walishangaa. Yesu alipokaribia lile jamaa likaanza kupiga nduru. Mwana wa Daudi, wamekuja kutumaliza kabla muda wetu haujafika. Anafunzi wasema, tulidhani ni mawe atarushwa. Ameanza kulia. Kapiga magoti. Kamwomba, tunakuomba usituangamize, turuhusu tuingie hizi nguruwe. Yesu sema tisoke, go. Vyote vimapepo vikakimbia vikaingia. Lile jamaa likapona. Wanafunzi walikusanya ya mambo yote yaliyokuwa magumu kwao, na kwa Yesu ameyaweza. Kilichokuja kwenye akili yao ni hichi. Wakajua Yesu ni viwango vingine na wao hawajafikia vile viwango. Kinachowaleta waseme Bwana tufundishe ni baada ya kupeleleza kila jambo ambalo wametaka kulifanya wameshindwa, na Yesu amelifanya. Kila kilichowashinda Yesu akakifanya. Kila kilichowalemea Yesu amekiweza. Ndipo wakasema, no, this man is another level. This man we cannot do what is doing. Walijaribu kufanya kama Yesu pasipo kujua Yesu ni viwango vingine. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya wanafunzi walipotambua kwamba Yesu ni kiwango kingine, wakasema sasa kama na sisi tutafanikiwa, kama tutaweza yote yaliyotulemea,
Kama tutafanya vitu vyote ambavyo tumepanga, tusipoteze muda kuendelea kujaribu na kufanya pasipo kwenda kwanza kwa huyu aliyefanikiwa, tumwambie na atufundishe. Wakasema tumwendee Bwana na yeye aliyefanikiwa atupe muda wake, asituwekelee mikono, asitutabilie na asituombee maombezi, lakini atufundishe siri za kufanikiwa kwake. They went to Jesus to be taught the secrets of success. Mwambie gani yako, kuna siri za kufanikiwa. Kila aliyeshindwa kuna kitu achijui. Na wiki hii nimemuomba Bwana ama Bwana ambaye ni mwalimu mkuu kwa wote walioshindwa mahali hapa, Yesu najitokeze mwenyewe na atumie kinywa cha Johnson atufundishe. Telo jirani yako, mwambie jirani yako, nataka mafundisho. Wewe mwenye ndoa inayokusumbua, unataka Bwana ingilie na kufundishe. Wewe biashara imekataa, unataka elimu ya Bwana mwenyewe na kufundishe. Wewe huduma unayoyumba, unataka elimu ya Bwana mwenyewe akufundishe. Ninamshukuru Bwana ama Bwana aliyeitwa mwalimu, kwa sababu yeye ni mwalimu mkuu ambaye amefundisha vizazi vyote. Even our generation, we must run to him where we cannot walk. He will teach us, and after the teachings of Jesus, piga gani yako vya jumambie, sijakubali kushindwa. Acha nimwendee Bwana kwanza. Hata kama nimeshindwa miaka yote iliyopita, sitakubali kuanzia wiki hii na kuendelea nifanye mambo na kushindwa. From this week forth, I'm going before Jesus and he will take me. Walioshindwa walimwendea Bwana. Mwambie gani yako, kila mahali uliposhindwa mwendee Bwana. Usimuombe maombezi, muombe mafundisho. There is something you must be taught if one day you will overcome. Lazima mafundisho. Bwana tufundishe. Baada ya kushindwa, wamefanya wakashindwa, wamefanya wakashindwa, wamefanya wakashindwa. Muulize jirani yako, ni vitu vingapi vimekusumbua? How many things are disturbing you? Ni vitu vingapi vinavyokusumbua? Sio wewe wa kwanza. Wewe mwambie jirani yako, sio wewe wa kwanza kufanya mambo na yakusumbue. Na wanafunzi waliwahi sumbuliwa, na wanafunzi mizimu waliwahi wachekelea. Johnson, leo tunaingia tu mapepo yanakimbia. Acha nikwambie, kuna mwaka fulani miaka ya nyuma huko, wakati tunaanza utumishi, tulikemea mzimu kwa usiku. Ule mzimu sitausahau. Ule mzimu sijui ulikuwa ni uchanga wa utumishi. Mzimu ule ulitusumbua the whole night. Tulipofika, kabinti kalikuwa na mzimu, wakaleta nyumbani pale kwetu. Tukaanza kukemea kama vijana na usikia ule moto. Kumbe kila kitu kina viwango. Ule moto wa ujana ule, hey, toka in the name of Jesus. Wanaongea kizungu chote wapi? Mzimu umetusumbua. Saa zikafika 9 za usiku, hatujalala. Nikasema leo hakuna kulala. Then ikatokea kabinti kale kakaanguka pale kama kamelala kabisa, kaanza mdogo wangu mchungaji Jeremia akasema, Johnson, tumshukuru tu Mungu, pepo limeenda kitambo na binti hata kulala amelala. Kakasema, bado tupo. Pepo kututamukia hapa, hatujaondoka, bado tupo. Amiga yako, sio wewe wa kwanza kufanya mambo ya kusumbue. Hata wakina Johnson waliwahi. Mzimu ukasema bado tupo. Yaani hata upako unakimbia, bila unasikia hasira ya kimwanadamu kabisa. Na umanini yaka, bado tupo. Wanafunzi wakasema, no, tuende kwa Bwana. Jesus, teach us. Jesus, we need your teachings. You are successful in everything. Kila kitu tumefanya tumeshindwa, wewe umekifanya. Mwambie jirani yako, kila lililo kushinda kuna mtu ameliweza.
Duniani hapa ni everything you are doing and you are failing, kuna mtu ameliweza. Shida tulio nayo ni viburi. Na shida tulio nayo ni wivu. Wanafunzi walivunja nguvu ya kiburi kwanza, na wanafunzi wakavunja nguvu ya wivu. Dunia ya leo, kila aliyefanikiwa hatujamtumia kwa ajili ya kujifunza kwake, kwa ajili ya kutaka msaada. Tunaenda kwa waliofanikiwa kuwavuruga. Hili ni kanisa sio la siku nyingi hapa. Ukiliangalia hivi la mtu aliyefanikiwa kweli, utashangaa wachungaji wengine wanapinga tu. That is the system of Africa. Kila aliyefanikiwa ni adui. Hata ukiendesha gari kijijini kwetu, nashukuru Mungu mwaka jana umeme umefika kwetu kijijini. Tangu Adamu awepo na tangu umeme uwepo. Miaka ya nyuma hapo tukiwa vijana wadogo, mzee fulani akanunua daradara. Ni daradara ya kwanza tangu Adamu awepo kuja kufanya kazi vijijini kwetu kubeba abiria. Tukasherekea sisi waliokuwa na moyo mzuri. Mjamaa alipokuwa anaendesha kupeleka watu upande huu asubuhi, watu wengine wakaja wakaleta miba. Misumari. Wanapanda pale gari lilipokanyaga, wanapanda misumari ikiwa imeangalia juu hivi. Mjamaa akirudi anaikanyaga yote, na akifika nyumbani tairi zote hazina upepo. Kesho hakuna kufanya kazi, wanashughulikia nini? Tairi. Zikipona akienda hivi kurudi. Yaani yule wenye kupanda misumari alikuwa kama na upako tu. That is Africa. Kila aliyefanikiwa hatumtumii kwa ajili ya kutusaidia. Wazungu ili wamefanikiwa. Hata wakiona kipawa cha mtu kucheza tu mpira akiwa mdogo, wazungu, my God, wote wataweka nguvu yako pale. Watasaidia huyo mtoto paka atokee mtu mkubwa. Afrika, ukicheza tu mpira ufunge goli la kwanza, lazima wavunje mguu. Mtu atakuja amelenga kabisa, sio mpira, amelenga mguu. Sababu unafunga, kila mtu anakushangilia wewe, kila mtu lazima vunja mguu. Na mguu ukivunjika usifikirie wote wameumia. Unasema yes, tumefanikiwa. Wengine wanafanikiwa kwa kumaliza wengine. Afrika. Jenga nyumba tu. Afrika wataloga kuanzia msingi. Leta matofali wataloga, leta mabati wataloga, tuma mfanyakazi wataloga. Afrika. Maendeleo ya Afrika ni sisi wenyewe tunaimaliza. Afrika inafaa kulisha wazungu. Those guys, they are on us, but they are using our resources. Kwa sababu sisi wenyewe, nenda uulize wana wa Yakobo. Walipotaka kumuuza ndugu yao wamumalize mahali ambapo kutamaliza vizuri, walimuuza wapi? Afrika. Walijua vizuri nchi pekee ya kumaliza, bara pekee ya kumaliza Yusufu asiwepo tena duniani kabisa. Msimuuze Amerika. Msimuuze London. Muuze Afrika. Walipomuuza Afrika wakachinja mbuzi, wakasherekea, wasema huyo kwa tayari. Asingekuwa Mungu kuwa na neema zake juu ya Yusufu, Yusufu angeishia hapa. Afrika sio mchezo. Tell your neighbor, Africa is not a joke. Na huyo Yesu huyo angeanzia huduma yake Afrika hapa. Yesu anzie injili hapa Afrika hapa. Afanye miujiza, atembee juu ya maji Afrika hapa. Hapa. Wasingeenda kwake achague 12 wanafunzi wa Afrika. Yesu angechagua Petro Afrika, Yohana Afrika, then afanye nayo kazi. Wamejaribu kufanya wao, wameshindwa. Na wewe peke yako unafanikiwa katikati ya walioshindwa. Wewe nani?
Wangeita shikao, huyo mjamaa tumalize kwa design gani? Uchawi, upanga, bunduki au design gani tumaliza kama jamaa? Kamekula so. Taka tukamalize kabisa. Wanafunzi watakayokuwa watu waliofanikiwa kesho hawajaenda kwa Yesu kumupinga. Usije kwa cheo kumupinga. Njoo kwa cheo kujiuliza, baba, tumefungua vikanisa miaka 10 hujapata hata washirika 10. Wewe ndani ya miezi michache vitu vyote vimejaa, umefanyaje? Wanafaa kuwa walimu wetu, wasimame mbele ya walioshindwa, waseme mwanangu njoo, mambo yanafanyika hivi na hivi na hivi. Usiende kwa waliofanikiwa kuwapinga. Go and ask some advice. Kaa chini, nunua soda hapa, nunua chitimoto hapa. Acha baba atafune wakati anakupa mawazo. Mwanangu huko anatafuna. Usiende kwa mtu aliyefanikiwa kumvuruga. Usiende kwa mtu aliyefanikiwa kumupinga. Go to the success people, they will make you succeed. Aliyefanikiwa ni mwalimu wako pale wewe uliposhindwa. Aliyefanikiwa ni nguvu yako ya kukunyanyua na wewe ufanikiwe. Ninashukuru Mungu kwa wote wanayosimama na mchungaji hapa, na nyinyi mtafanikiwa katika mambo yenu. Yesu aliyefanikiwa, achiwa mwalimu, anazalisha watu wa kufanikiwa. A successful teacher is a man to raise up people to become successful. Shida mlio nayo tena ndiyo hii. Walioshindwa wanaita vikao vya walioshindwa tu. Yenye na urafiki na walioshindwa tu. Hata kwenye Facebook mtu akikutumia friend request unaenda kwenye nini yake kwanza kumpeleleza. Ukiona ni engineer, ana magari, ana mafamu, huyo hapana. Hiyo sio kiwango changu huyu. Ukimwona ni yule self employed, ni mkulima wa matembele, this is now. Bwana Yesu asifiwe. Shida mlio nayo ni kukusanya walioshindwa tu, mkafanya mijadala yenu. Aliyeshindwa na aliyeshindwa mnaongea kuhusu kitu gani? Au mnatiania moyo? Aliyeshindwa na aliyeshindwa mnaongea vitu gani? I'm very sensitive when it comes to the issue of selecting a friend. Niwe aliyefanikiwa, waje walioshindwa niwasaidie. Au niwe aliyoshindwa niende kwa aliyefanikiwa zaidi yangu anisaidie. Sitakubali vikao vya watu wenye level yangu. Lazima niwe nimewazidi, wawe wamenizidi. Hapo kuna mazungumzo. Walifanyaje baba? Walifanyaje kununua gari? Walifanyaje? Nilikuona walifanyaje? Jambo nalofanya mimi nimejaribu, nimeshindwa. Umefanikiwaje? Tukijenga hiyo tabia kwetu, tutafika mbali. Tumia aliyefanikiwa, siende kumvuruga. Na nyinyi waliofanikiwa, hii ni habari yetu kimaliza. Kila aliyefanikiwa uwe na moyo kama wa Yesu. Kubali kusaidia watu wengine kufanikiwa. Kila aliyefanikiwa uwe na moyo kama wa nani? Wa Yesu. Kubali kufanikisha mtu mwingine. Ndoa yake imetulia, mama umefanyaje? Saidia ndoa nyingine tulie. The problem na waliofanikiwa nao, tukiwaendea kutusaidia wanaficha siri zao. Hawataki kabisa mtu mwingine afike. Hawataki kuona unaendesha na mwingine aendeshe. Hawataki kuona watoto wako wamesoma na mwingine asomeshe. That is the problem. Tunaweka mzingi, tutaanzia hapa kesho katika siri hizi. Yesu alipatia wanafunzi. Wanafunzi wa aina gani? Walioshindwa. Vitu 8 vimepewa watu walioshindwa. Kila aliyeshindwa cha kwanza azaliwe mbinguni. Those are the secrets Jesus revealed. Alifunua zile siri za kufanikiwa kwake. Ni mtoto wa Mungu. Maana yake ukimwona anatembea juu,
mtu kuwa na nguvu kulingana na mahali alipozaliwa. Kuna nguvu fulani unaipata tu kutoka pale ulipofanya nini? Ulipozaliwa. Sasa kiwango cha Yesu kufanya yote aliyoyafanya, siri ya kwanza ameitoa. Hebu jaribu na wewe upatie mtu mwingine siri. Sido lio nayo umeendesha gari kwenye mtaa nyumba 2,000 na ni wewe peke yake unaendesha gari. Mwanangu, na wewe utateseka. One rich man among the thousands of poor, even you are poor. Ukiwa na gari peke yako, majirani 2,000 wote hawana magari, umejitoa kuwa driver wao. Kila atakayekuwa na mjamzito na kujifungua lazima aje kwako jirani. Na ukitaka ugomvi nao usiwasaidie kwenda kujifungua. Ukitaka amani na masikini lazima usiku saa 8, jirani mke wangu anaumwa kujifungua, lazima wakishe gari. Huyo umemleta leo, kesho patena makisikini wanazaa wewe. Maskini kuzaa sana. Na wewe tajiri atakuwa driver tu kwenda kuwapeleka kujifungua kila usiku. So if you want to relax, teach them how to get a car. Wasaidie wapate magari yao. Hawatajua mimba imekuja lini, imezaliwa lini. You never know. Ukitaka ujue kila malaria yanayeuma jirani, owe tajiri peke yako katikati ya masikini. Kununua dawa atakuja kwako wakopeshe 1,000 na wanadanganya tukopeshe 1,000, maskini haitoe wapi kulipa. Na asipokulipa ojamudai masikini anafanyika adui. Pasipata wewe kumwambia kitu chochote. Mpatie 100,000 hata kulipa, you never pay, and you will feel ashamed and you will change to be your enemy. Yote hiyo msaidie awe na kipato. Msaidie awe na pesa. Na pendango kiangalia hivi, wamejenga na wewe umejenga wajenge. Wamesomesha wasomeshe. Unakula nyama na majirani wale nyama. Wasija tu kuishia kwenye mapua kila harufu ikinukia. Ni wewe unapika kitimoto huko. Kitimoto ina tabia ya kusambaza harufu kwa majirani kama 20. Maana tajiri tena anapika, tajiri tena. No, let them get what you have. Tutaanzia hapo kesho katika series 8. We have 8 secrets. Kile nachoitwa mafundisho ya Bwana, mimi nakiita the 8 secrets to make somebody succeed. Wameshindwa, watafute katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Petro lilikuwa na upako. Yaani uwezo ukakubali ni yule aliyewahi kufukuza pepo likakataa. Nendeni mtagirika wanayofanya hivyo. Aliyefukuza pepo likakataa. Siku moja hana hata muda wa kuwekelea wagonjwa mikono, linatembea tu na kifuri kinafanya nini? Kinafanya deliverance. Alina muda wepokea. Ameshakwenda kwa Yesu. Yesu amemfundisha. Upako umepanda. Mletee kifafa, hata wekelea mkono anapita tu. Kama ana mazungumzo na Johnson ina cheo, anasema cheo Dar es Salaam anaendelea aje. Huku kifuri kinafanya deliverance. Elimu ya Yesu ina viwango. Mafundisho ya Yesu ina viwango. Na wiki hii katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, kuna fundisho litakalo kunyanyua katika viwango vyako. Simama kwa miguu yako kila mahali ulipo. Stand up on your feet. Bwana Yesu asifiwe. Hili sio wiki la kuchezea. Hili sio wiki la kudharau. Naomba na jirani na mtu yoyote muambia wepo. Tunataka yani huu ukumbi ujae paka kule kuanzia kesho. Leta mtu. Ninajua Yesu anaweza akasema naye neno moja tulikabadilisha maisha yake. Yesu anaweza akakupa kufahamu kitu fulani kikabadilisha ndoa yako milele. Kila kitu kinachokusumbua ni kwa sababu wewe kuna kitu hujakielewa. There is something that you don't know. You do not know. Na kwa sababu hujui, you will live the life of a failure.
Ukitaka kutoka viwango vya mtu aliyeshindwa, uingie katika viwango vya mtu aliyefanikiwa, Jesus must intervene as a teacher. Tuliongea sana kale kanini nilikutumia, sijui nani hapa hata siwajui. Ndio mlirushia hiyo ni. Musa amejaribu miaka 40 kijana, nafanya kazi, alishindwa. Mungu alipokuja akiwa na miaka 80, Musa akaenda akafanikiwa. Kwa sababu gani? Mungu alimwambia, I will teach you what to say and what to do. I will teach you. And because God became a teacher of Moses, Musa ni mtu aliyefanikiwa. Hata kama mara ya kwanza aliwahi shindwa. Ninajua na wewe mara ya kwanza, hata wengine ni mara ya 10 wamewahi shindwa. Never give up on your dreams. You can still succeed. You can still do it. You can make it. If you can decide and you make a very serious decision to go to Jesus, not to ask for miracles, ask for teachings. Help me to know this. Help me to know about the family. Teach me about the children. Teach me about the ministry. Teach me about work. Teach me about politics. Teach me whatever your dream is and you are failing. Go to him. Make him a teacher. Teach me. Mimi niliwahi kuwa mwanasiasa nyuma huko sana. Nilipenda sana siasa kwa sababu nilikuwa na ndoto za kuwa rais wa Uganda. Nilipenda siasa. Paka leo kinachonisumbua watu wengi kuja kwangu kuniuliza vitu vya siasa. Nawaambianga, God do this, do this, do this, do this. Wamefanikiwa paka nina wabunge wa kwangu bungeni. Wamepitia mikononi mwangu kwenda kuanzia michakato yote. Sababu nilikuwa na ndoto za rais, nikose ubunge mimi. Ilikuwa na maono na vitu vya kupata kiti cha urais. Sasa ubunge ni nini? God do this, do this. Speak like this. And if they give you and you want another term, the first term, do this, do this. Na tena usifanye vitu vyote kwa wakati mmoja. Siasa ndivyo ilivyo. Hata kama una uwezo usifanye vitu vyote siku ngapi? Kesho utakuwa na cha kusema. Wanadamu wanataka kusikia kitu kipya. So vipya vingine unaviacha. Siasa ndivyo ilivyo. Hata kama ni jengo naweza kulijenga siku moja, jenga floor moja. Kesho kija naambia jamani nimefanya hii. Umeona naweza nikafanya na hapo. Watakusikia. Ukifanya vyote siku moja, yani utakuwa na cha kufanya kesho. But in the politics, not in the church. Bwana Yesu asifiwe. We must be begotten by him. Do you know why? Wote waliompokea Bwana amewapa nini? Wa kujenga nyumba. Why is this man dealing na watu kuzaliwa kwa Mungu kwanza? Ukiokoka tu hata hujabarikiwa na baraka yoyote ile nyingine, anakupa uwezo pale pale kufanyika nani? Is connecting you to the rights of a child. As a father, I will show you tomorrow the responsibilities of a father to a child. Mimi nimezali na watoto. Hata kama niko dunia ya wapi, my mind is at home. I must take care of my children. I know even how to call my wife, go and check the doors of my children where they are sleeping. I must make sure that they are sleeping safely. They are going to school safely. They are eating safely. I'm a father. And Jesus said, you bad fathers, you know how to give your children good things. What about his good father? There are rights of a child to the father. Kesho, ukitaka viwango vyako tena vitoka hapo vilipo, najua kuna kiwango fulani upo, lakini unatamani kiwango fulani tena juu yako. If you really reach that level, come here. Tutakusaidia. God bless you, Papa. Love you.